Our theme for today ni siri ya kumtegemea Mungu. is the secret of trusting God. Hiyo ndo mada kuu. That's the most important. Na hiyo ndo mada ambayo itakayotubeba. And that's what's going to take us. Na ndio msingi mkuu And that's the foundation wa maisha yetu ya kiroho. of our life spiritually. Kujua namna ya kumtegemea Mungu. To know how to trust God. Kujua namna ya kuenenda na Mungu. To know how to follow God. Na kuelewa misingi ya kutembea na And to Mungu. understand the foundation of walking with God. Lazima tuielewe hili. It is important to understand wakati this. tunaandaa maisha yetu ya kiroho na ya kimwili. When we preparing our life spiritually and physically. Na wakati tunajitengeneza juu ya kumjua Mungu zaidi. And when we're fixing ourselves to know God lazima especially. ujue kumtegemea zaidi. It is important to know trust in Him. Kwa sababu kama hujajua kumtegemea Mungu. Because if you don't know how to trust God. Imani haina nguvu. Faith is not important. It's not strength. Na kazi. You won't have enough faith and you won't work. Unapomtegemea Mungu. Where you trust God. Ndipo panapofanya imani ionekane. That's when faith comes forward. Na ndipo unayoifanya neema kama daraja. And that's when you know. Kwa sababu usipoitumia imani, when you don't use faith, na haitakuwa na nguvu kama ujue unayemtegemea. And you won't have strength like how you're not trusting Him. Bwana Yesu asifiwe. Praise God. Hallelujah. Andiko kuu. The scripture. Andiko kuu. The scripture. Ni Yeremia. Jeremiah. 17. Yeremia 17. Tunaanza ile 7. Verse 7 hadi 8. Until 8. Yeremia 17. Jeremiah 17. 7 hadi 8. Until 8. Biblia inasema hivi. The Bible says, amebarikiwa mtu yule, blessed is the man who trusts, amtegemeaye mwanadamu, amtegemeaye Bwana, ambaye Bwana ni tumaini lake, maana atakuwa kama mti uliopandwa kando ya maji, na uenezao mzizi yake karibu na mto, hautahisi joto likijia, bali jani lake litakuwa la kijani, wala hatahangaika mwaka wa ukame, wala hatakoma kuzaa matunda. Naweza kutusomea hapo tu. The book of Jeremiah chapter 17 verse 7 through 8 says, Blessed is the man who trusts in the Lord, whose trust is the Lord. He is like a tree planted by water that sends out the roots by steam and does not fear when heat comes, for its leaves remain green, and it is not anxious in the year of drought, for it does not curses for bear fruit. Doesn't care if you bear fruit. Imesema amebarikiwa mtu yule amtegemeaye Bwana. It says, blessed is the man who trusted in God, ambaye Bwana ni tumaini lake, whose trust is the Lord. Msingi wa baraka, the foundation of blessing, unakuja kumtegemea Bwana. It comes when you trust in God. Msingi wa ushindi, the foundation of victory, unakuja kumtegemea Bwana. It comes when you trust in God. Msingi wa mamlaka, the foundation of unakuja kumtegemea Bwana. Comes when you trust in God. Msingi, the foundation wa ukuu wako, of your well-being, unakuja kumtegemea Mungu. Comes when you trust in God. Ndio maana Biblia inasema, that's why when the Bible says, ambaye Bwana ndiye tumaini lake. For God is the kwa sababu kama unamtumaini Mungu, because if you trust in God, inatengeneza misingi mibora ya kusimama. It will fix the foundation where you stand. Kama unamtumaini Mungu, if you trust in God, inatengeneza mamlaka ya kusimama. It fixes the foundation where you stand. Hawezi ukasimama usipomtegemea Mungu. You cannot stand if you don't trust God. Hawezi ukawa na nguvu ya ushindi usipomtegemea Mungu. You won't have the strength of victory if you don't trust in God. And that's why I want you to give you the secret today. The secret of trusting God. And it's also the source of life and victory. But the important is the trusting in God. Hallelujah. Praise God.
unaweza ukaishi maisha ya kujiona unamtegemea Mungu. You can live the life of you thinking you Lakini trust in God, Mungu kama tumaini lako. but you don't see God as you trust. Sio wote waliopata kibali cha kumtegemea Mungu. It's not everyone that have the ability to trust in God kama tumaini. and to know that and to see Kuna God watu as wanaishi blessing. kweli namtegemea Mungu. There are people that lives knowing that they believe in God, chembe za kumtumaini Mungu. but they don't see the Kwa sababu foundation of it. imani haishughuliki ndani yake ya kwamba Mungu ni yupi. Because faith does not come within Kwa them sababu not Mungu knowing ni who wengi. God is. Because there's a lot of gods. Unaweza ukasema namtegemea Mungu You yupi? can say I trust in God, but which one? Mungu yupi? Which God? Kwa sababu ni wengi. Because there's a lot of them. Kuna Wabuddha, kuna mawe, We have Buddhists, we have ni Jews. wengi. There's a lot of them. Hallelujah. Hallelujah. Amen. Na ukishajua siri ya kumtegemea Mungu, And once you know the secret of trusting unajua God, mlango wa kujikwamua kwenye kila dhuruba. you know the open door that you can use to fix your Ukishajua life. siri ya kumtegemea Mungu When you know the secret of na trusting kumjua God Mungu zaidi, and to know God for sure, unajua njia you ya know the kutembea naye. path of walking with Him. Mtu wa Mungu hawezi ukaweza kutembea na Mungu kama hujamjua. The person of God, you cannot walk with Him if you don't Unatembeaje know na Him. mtu barabarani? How do you walk with someone in the street? Yaani unakuta mtu tu anaenda na mnaungana naye kwenye safari bila agano ya safari. You just see somebody walking not knowing what they're going, no destination. Hallelujah. Praise God. Hallelujah. So lazima hiyo safari itengenezwe It's important for you to fix the path, ili the mfike journey, mahali. so you can Na go ndio to your maana Biblia destination. inasema, And that's what the Bible says. maana atakuwa kama mti uliopandwa kando ya maji, He will be like a tree planted by water wenezao mizizi yake karibu na mto. that sends out the roots of steam. Ni mtu aliyemtegemea Mungu. It is a person that trusted in God Atakuwa kama mti uliopandwa karibu na that will be like a tree that is planted by ambao water, mizizi yake inaelekea kwenye mto. that the roots will go by the steam. Nitumie neno gani hapa? Mzizi yake inaelekea kwenye mto. The Lakini roots katika goes to mizizi the hiyo sense to the haitahisi steam, joto. but it won't be heat. Kwa sababu kama inaelekea kwenye mto, elewa mojawapo matunda yake yatakuwa mazuri kuliko Because kuelekea kwenye osea. if it's helping to Na the hapa ndipo steam, just unapojua know kwamba there'll be osea ina fruits. maji mengi lakini hayana ladha ya kunywa. And there could be a lot of water, but it's not Lakini tastable. unashangaa watu wanaosea lakini wanatafuta mto uko wapi, chemchemi iko wapi. Don't be surprised when people are looking Kwa around not sababu knowing what ukiyatumia water yale is. maji yanakupa chumvi. Because when you drink that Hauoni water, it gives you ladha salt. There's ya no maji. taste of the water. Unapotafuta nitafute wapi palipo You're chemchemi. looking water, where's the Maji steam ambayo yana uwezo wa kunywa. that has the ability Na for you ili to drink, nikishaya kunywa niburudishe koo langu. so that way I can drink Ndivyo and not mtu have thirst. aliyepandwa katikati ya That's how the person is when he's na mizizi planted yake by ikafanyika water. kuwa mizito. Mizizi yake ikawekwa kuwa mizito. And the roots will be heavy, Na ikawa yenye nguvu. and you will be Na strong. ikawa yenye kibali. You will Kwa the sababu ability, sio jambo nyepesi because it's not an easy thing kupandwa katikati ya mto. to be planted in the Mizizi water. yako ikastawi mahali Your pale. roots will be spreaded. Unajua kinachofanyika? You know what's going to Kila happen. mmea utakaokuwa pale Every time that you're there, lazima utakuwa mzuri, you will be good, kwa sababu chemichemi because the ni steam nzuri is good. kuliko mawazo. Bwana Yesu asifiwe. Amen. Bwana Yesu asifiwe. Amen. Hallelujah. Amen. Nilisema ukisema nikisikia kusinzia tuambie tukununulie pizza. Bwana Yesu asifiwe. Praise God. Biblia inasema ya kwamba mti huu utakuwa na majani mazuri The Bible said that this tree will have ambayo good leaves hayatanyauka kamwe, that were not ambayo dry, yatastawi, that it will remain green. yataleta matunda It mazuri will be fruitful and bring good ambayo yana fruits nguvu ya kushinda that has a lot na of yana strength nguvu ya and victory kusimama. and is strong to stand. Bwana Yesu asifiwe. Praise God. Hata ukame uje kiasi gani, It doesn't matter how you come at it. hata mwaka wa ukame uje kiasi It doesn't gani, matter which year. wala mti huu hautakoma kuzaa matunda. That tree won't stop having fruits. Wala mti huu hautakoma kuzaa matunda. That tree won't stop having Lazima fruits. mti huu, mtu wa Mungu, utazaa matunda. It is important that this tree Lazima continue to mti be huu fruitful. utavuna. Kwa sababu nini? Haumtegemei mwanadamu, Because it unamtegemea doesn't Mungu. depend on a person. So ni siri moja kubwa katika maisha yetu, It is a really big secret within ukiachilia our nafasi ya lives. kumtegemea Mungu, kwa sababu ndio inayoleta uwezo
wa wewe kushinda. Because it gives you the ability to win and be victorious. Sijui kama tuko pamoja. I don't know if we're together. Kumtegemea, tegemeo letu liko wapi? While trusting, where is it? Hiyo ni swali la kwanza. Where's our reliance? Tegemeo letu sisi. Tegemeo letu kama wanadamu. Where is our reliance? Liko wapi? Where is it? Kila mtu ana mtazamo wake. Every person have their stand. Na kila mtu anajua naye mtegemeo. Lakini tegemeo lako liko wapi? Bwana Yesu asifiwe. So siku ya leo tutatafakari. So today we'll go deep. Siri kuu, the biggest secret of life. Ambayo imebebwa na Kristo. That is given by Christians. Kumtegemea Mungu kikamilifu. To trusting in God deeply. Kumtegemea Mungu bila mashaka. Depending on him without worries. Kumtegemea Mungu bila ainisho yoyote. Trusting God without meaning anything. Kwa sababu ulimwengu unatuambia. Because the world says. Tumtegemee mwanadamu. We should depend on a person. Tutegemee utajiri. We should depend on wealth. Tutegemee elimu. We should depend on education. Tutegemee nguvu zetu wenyewe. We should depend on our own strength. Si ndio hivyo? Isn't that it? Sio hivyo kanisa. Isn't that it, church? Tunafika mahali haujitegemei. We have come to a point we cannot depend on ourselves. Hautegemei elimu. You don't depend on education. Hautegemei nguvu zako. You don't depend on your own strength. Hautegemei kazi yako. You don't depend on your church. Maana tumefika hapo tumejistarehe kabisa. We have come to a point we're just sitting there. Na ndio maana Biblia inasema ile 17:5. And that's what the Bible says 17. Amelaaniwa. It is cursed. Mtu yule amtegemee mwanadamu. Any person that depends on person. Na kufanya mwili kuwa mkono wake. And it does the body to be the hand. Ambaye moyo wake unamwacha nani? That the heart has leave who? Unamwacha Bwana. God. Amelaaniwa mtu yule amtegemeaye mwanadamu. It is cursed the person that depends on a person. Yani inaniambia kitu gani? It tells me what? Wakati tunapomtegemea mtu anayeitwa mwanadamu. When we trust in a person that is called a human. Kinachofanyika kitu kikubwa kinaleta kulaini. What is done, it brings something that is called a curse. Na ndio maana wiki iliyopita tulifundishwa habari ya ufalme wa mbinguni. That's why last week hauwezi ukajua siri ya ufalme wa mbinguni usipomjua Mungu. You will not know the secret of God if you don't know the kingdom of God. Mungu unayetembea naye ni Mungu. You must understand which God you trust that you walk with. Mungu wako ni Mungu wa aina gani. You have to understand what kind of God you serve. Lazima uelewe makusudi ya Mungu ni yapi. You must understand the purpose of God. Lazima uelewe Mungu ameinvest kitu gani ndani yako. You must understand what God invested in you. Kwa sababu hauwezi ukaiona mbingu usipomjua Mungu. Because you cannot see the kingdom of God without you knowing God. Hauwezi kwenye mapenzi ya Mungu usipokuwa na tumaini kwa Mungu. God's word without you knowing who he is. Lazima vitu hivi tujione sisi wenyewe. It is important that we must see this. Tegemeo letu liko wapi? Where is our trust? Sasa kama nitamtegemea mwanadamu, Biblia inasema nitalaaniwa. If I'm going to trust a human being, then I'll be cursed. Kama nitategemea mwanadamu amebeba vitu vingi, kazi na mambo mengi kadhalika. If I'm going to trust in a human being that cares a lot of things. All of this does not depend on me seeing God. Biblia inasema amtegemeaye Bwana atabarikiwa. But the Bible says the person that trusts in God will be blessed. Na kama ainishwe kubarikiwa kwangu. And if it's not written that I'll be blessed. Acha nije hapa kubarikiwa. Let me come here to be blessed. Wengi tunaposema kubarikiwa tunaangalia mali. A lot of people that says blessed with looking at wealth. Wengi tunaposema kubarikiwa tunahesabu manyumba. When we talk about blessings, we count houses, our accounts, magari, our cars, tunahesabu project. Our project. Mimi sikwambii kubarikiwa hiyo. I'm not telling that kind of blessing. Umebarikiwa una afya unaniangalia. First of all, you're blessed because you're awake and healthy. Unabarikiwa unapumua unaniangalia. You're blessed because you're breathing and looking at me. Umeiona asubuhi mchana na jioni. You saw this morning, evening and night. Watoto wako bado wapo hakuna naye huko. Your kids are still healthy, no one is sick. Na kama wanaumwa atuimbi tuende kwa Yesu. Safari ni and if they're sick, we're not singing. Hatuko kwenye matanga. We're not. Lakini wenzetu wapo kwenye matanga, wapo kwenye vilio. And for those kids are sick and some are crying. There are people who didn't even have the ability to see this morning. There are people who didn't even get the chance to thank God. Are you blessed or not blessed? Even if life is hard, you're still blessed. Hallelujah. Umebarikiwa. You're blessed. Najua jana nilisema kitu hiki. That's why I say wakati unaona ugumu kuna mwenzako unaona ugumu wako ndio furaha yake. When you see struggles that someone else doesn't see your struggles, it's easier than theirs. Mungu wa aina gani?
Kuna wakati anaweza akakugeuza. There's a time that you will be changed. Mwanadamu hata kuelewa. A human you'll never Kuna wakati understand. Mungu atakupa direction. There will be Mwanadamu hata a place kuelewa. where God gives you direction, where human won't understand you. Lazima akutengenezee misingi. He must fix your foundation. Ya kumjua yeye Mungu zaidi. To know God who He Ili is. ustawi. So you'll stand. Na uzae matunda. And be fruitful. Unajua mwanadamu ana mipango mingi sana. You know, as humans we have a lot of plans. Na mwanadamu anaweza kabadilika. And a person can change. Anaweza kuanguka. It can fall. Anaweza ona mwisho. And can see the end. Lakini Mungu hawezi kuanguka. But God cannot fall. Mungu hawezi kudanganya. Cannot lie to you. Mungu God lazima anatuonesha upendo. It's a must that He shows us love. Ukisoma Hesabu, if you read Numbers, Hesabu 23, Numbers 23, 19, utaona habari hapo. You see the story there. Upendo wa Mungu ni wa milele. Amen. The love of God is eternal. Hebu nenda kasome Zaburi yote ya 130. Read the book of Psalms. Utaona hapo kuna siri kubwa ya baraka na amani na you see there's a secret of blessings and peace and victory that is founded. Na kumgeukia yeye. And to turn to Him. Tu kama tegemeo letu kuu. Like how we trusting Him deeply. So if you read the books that I've given you, will help you a lot. So we're depending on today is in the hands of God. And since it's in the hands of God, how do we stand with that type of trusting? And I said that you can stand and not be able to. Bwana Yesu asifiwe. Praise God. Jambo la pili. The second thing. Nini maana ya kumtegemea Mungu? What does it mean to trust God? Nini maana ya kumtegemea Mungu? What does it mean to trust God? Kumtegemea Mungu. To trust God. Kuna maanisha zaidi ya kusema. It means more than just saying. Ninamwamini Mungu. I believe in God. Ni kitendo cha. It is the act. Narudilia tena. I repeat. Kumtegemea Mungu. Trusting God. Kuna maana ya zaidi. It's more important. Ya kusema tu. Than just saying. Namwamini Mungu. I believe in God. Ni kitendo cha. It is the act. Jambo la kwanza. The first thing. Ni kitendo cha. It's your act. Kuweka tumaini lako kwa. Placing your hope in Him. Ukishaweka tumaini lako kwa. Once you put your hope in Him, inakuweka kuamini kwa dhati. It makes you believing sincerely. Yeye ndiye mlinzi. That He is your protector. Mtoaji. Provider. Mtimizaji. Provider. Wa ahadi zake. Of His promises. So jambo la kwanza. The first thing is. Tunaposema namtumaini Mungu. When I said I believe in God. Mimi. It's telling me. Nimeweka. I'm placing. Tumaini lote. My hope in God. Namwamini Mungu. I believe in God. Habari yako, tunamwamini Mungu tuko wazima. Naweka tumaini langu lote kwa Mungu. I put all my faith in God. Jambo la pili. The second thing. Ni kitendo cha. Relying on His word. Ni kitendo cha kutegemea neno lake. Relying on His word. Unapotegemea Mungu kupitia neno lake. When you rely on His word. Au chukua neno la Mungu kama mwongozo wa mwisho. Or taking His word like a guidance. Hata pale akili na mazingira vimekushinda. Hata pale akili na mazingira yaliyokuzunguka. Your education and your friends surround you. That says something that's different, then that's not. Lazima ujiweke kwamba namtegemea Mungu ni kitendo cha kulitegemea. When you say you believe in God, it's the action that you take. Neno unamtegemea Mungu. When you trust in the word, you trust in God. When there's no word, there's nothing. Biblia inasemaje? Hapo mwanzo palikuwepo nini? The Bible says at the beginning there's what? And that word was what? And that word was who? Ukishindwa kulitegemea neno. So when you don't
don't depend on the word of believing Hauishi in the ndani ya word. neno. You don't live within the Hauishi word. ndani ya Mungu. You don't live in God. Haumtumaini Mungu. You don't trust God. Lazima uelewe misingi gani ya kutembea kwa neno. It is important to know the foundation of how to walk Unaweza with the ukapewa word. direction ya kidunia. They can give you the direction down here, Lakini haikupi mamlaka ya kutembea kwa neno. but it does not give you the ability to Lakini walk with the haikupa word. sura ya kukutoa kwa neno. Like, it does not give you the ability Lazima to vitu get you hivi away from the utuwekee word. kama msingi. You gotta walk like a foundation. Namtumaini Mungu. I trust in God. Namtumaini Mungu. I believe in Lakini God. namtumaini wapi? Neno lake lipo ndani yangu. How do I believe him? His word Je, is hilo in me. neno linafanya kazi ndani yangu? So the word is Je, doing hilo neno work in me. linazaa matunda ndani yangu? The word is being Kwa sababu fruitful in usiseme me. tunamtumainia Mungu kumbe sio Mungu You tunayemjua. cannot just say you trust in God, not Na knowing wengi who God is. tunaishi hapo. And that's a lot of us. We live there. Hello? Hello. Wengi tunaishi hapo. Jambo la tatu. The third thing. The third thing. Kumtumaini Mungu ni kitendo cha Trusting God is kukaa katika utii. abiding in obedience. Kukaa katika utii. Abiding in obedience. Kukaa katika utii. Abiding in obedience. Kufanya kile ambacho Mungu anachotaka. Doing what God desires. Ukijua njia zake ni za haki na utimiza mema. Knowing his way is the truthful and doing good. Unapokaa pale Mungu anapopenda. When you do what God wants. Unapotii sauti ya Mungu. When you listen to God's voice. Unapotii mwelekezo wa kiroho. When you listen to or be the path of your heart. jinsi ya mwili umekataa. Even if your physical body is lazimisha kwa refusing. jinsi ya moyo ya roho ifanye kazi. It is important to follow what your kwa heart sababu says. kwa jinsi ya mwili unakataa, mwili unaogopa. Because your body is refusing and it's mwili scared. unajiangalia maumivu yake. Your body look at itself and the mwili pain. uangalie kinachokuja. It doesn't see what is mwili coming. unaona kilicho mbele. Your body just sees what's in front of you. hata hilo mwili ulikataa kwa Yesu. That's what the bodies ya kwamba bora kikombe hiki kifanye nini kinipite. Lakini mapenzi ya Mungu yalibaki pale pale hakugeuza. The will of God would remain the same, was not changed. Ili sauti la Mungu. When you listen and do what the voice of God says. Linamaanisha wewe kuishi ndani ya kumtegemea Mungu. It means you live in trusting in God. Linakuweka kumjua Mungu wako zaidi. Kwa sababu mwili unagoma, roho hirazi. Mwili wako unakataa. Your body refuses. Roho. But your heart. Ninakwambia lazima utende. They tell you that you must do it. Na mwingine tuko kwenye vita hivi. Even some of us are like at war. Because of action. Ni kitu bora kwenye maisha ya mtu aliyeokoka. Action is really important for someone that has been saved. Na wengi tumetafsiri utii kuwa kama vile kawaida. And a lot of us have translated that action is something normal. When you know the word, you know your actions matches it. Tunavyojua wengi na tunavyoishi sisi. A lot of us, we know how we all live. Unaona kujinyenyekeza ndio kumtii Mungu. When you think being humble is the action of you. Being humble is not acting towards God. Believing and trusting and accepting his word. And living the life that pleases him and not you. Kwa sababu ukishindwa kuelewa mifumo ya kidunia ni ipi na ya kiroho ni ipi. Because if you cannot tell the difference between the word of God and what is being made up, you will not live well. Na watu wengi ambao wameharibu imani ni sisi wa Kristo. A lot of people have ruined the faith with us Christians. Even people don't believe in the Bible itself. Wengi hawaamini neno. A lot don't believe in the word. Wengi hawaamini imani. Many people don't believe in faith. Wengi hawaamini yaliyoandikwa. Many don't know what's written. You know why? Sababu sisi tunajiona hemo kwa mapendekezo. Because we see ourselves in our actions. Ukiwa unalisoma kwa mapendekezo ya utashi wa moyo wako. If you read based on how you want it to read. Alitakupa siri ya kile ambacho Bwana amekiachilia juu ya kukusaidia. It will not give you the secret of what God has given to release you. Habari kwenye maombi kama sikumbuki. Habari ya kujua namna gani ya kujibiwa na kuitumia Roho Mtakatifu. Nilipitia mahali hapo. I passed there. So wengi tumepezi hapa.
A lot of us here, upo kwenye neno lakini moyo wako haupo hapa. you are reading but your heart is not Unaposoma here. lakini unampa neno mapendekezo yako. You're just reading but you're giving the word Ukisoma what neno you kama want. mwalimu hautapata. If you read the word like a teacher, Ukilisoma you neno won't kama pass. mwanafunzi utavuna. If you read the word like a Na hapa ndo student, kuna you'll be shida. fruitful. And that's what the Unaposoma problem neno is. kama mwalimu unampa When you're mapendekezo. reading the word like a teacher, Lakini you're giving it unapolisoma action. kama mwanafunzi linakupa cha kufanya. But if you're reading it as a student, Linakupa cha you'll be kuelewa. fruitful. It's giving you for what to Hebu understand. kama neno linasema mali na vitu vyote ni vya Bwana. If the word said the worth and everything Wewe is ni for mtoto wa God, Mungu. and you are the child of God, Lakini dunia inakuambia lazima But yote the- yaliyofanyika sio ya kimungu. but the word had told you everything that is being done is not of Utamwamini God. nani? Who are you going to believe? Wengi tunaamini utashi wa mioyo yetu A lot kuliko of us have kuliamini believed neno. in our hearts that more than what the word says. Na wengi tunapenda Mungu atuachilie nguvu And a lot of us kwa have just ajili ya believed that mapendekezo yetu, God sio give us kwa strength, jinsi so ya Mungu anavyopenda. based on our strength and not what God wants. Anaishi kwenye utii wa Mungu For atanielewa. those that lives in the will of Asiyeishi God, kwenye utii wa Mungu anaona kama anapiga tarumbeta tu. Lazima uliangalie ndani ya neno najiona. it is important that for you to look into Utii the word. wangu upo ndani. Na huyu Mungu ni nani kwangu? And who is this God to me? Bwana Yesu asifiwe. Praise God. Haleluya. Haleluya. Bwana Yesu asifiwe. Praise God. Matokeo ya kumtegemea Mungu. The outcome, the results of trusting God, Matokeo ya mtu anayemtegemea Mungu. the results of the person trusting God. Unasoma ile Yeremia hapo tulipasoma. If you read the book of Jeremiah 17:8, Ile Yeremia 17:8, 17:8, tunajiona tunakuwa mti uliopandwa kando ya we maji. become like a tree planted by water. So matokeo ya kumtegemea Mungu. So the results of trusting God, Jambo la kwanza, the first thing is, hata joto, shida vikija, even when the heat comes, hatutatoka. we will not move or be feared. Bwana Yesu asifiwe. Praise God. Jambo la pili, The second thing, jani letu, uhai wetu our leaves or our lives linaendelea kuwa kijani halisi. remain green. We don't lose Jani- strength. Jani ni uhai, Leaves uhai, is maisha, life. uhai. Kwa sababu kama jani likikauka linafanyaje? Because if a leaves gets So ninapozungumza jani rotten, it nasema uhai dies. wetu. Ninapozungumza joto, When I speak of ni heat, shida. it's trouble. Joto ni shida. Heat is trouble. Bwana Yesu asifiwe. Praise Jambo la God. tatu, The third thing, hautahangaika mwaka wa ukame. we will not worry in the year that comes. Utaendelea kustawi You will continue to kwa sababu blossom hautasikia ukame. because you won't Na hear. kama utasikia ukame, ujue ipo miaka ya 7 ambayo uliandaa kwa ajili ya ukame. If you hear drought from then, just know the Lazima 7 is Mungu that you're already akufunulie planted. mwaka wa ukame unakuja. It is important that God opens the Andaa chakula. prepare food. Mwaka ujao ni wa ukame, weka ngala. The year that comes is going to be Kwa dry. sababu usipojiona humo hautaamini kama hilo ngala linatengenezwa. Because if you don't see yourself in it, then you won't know that preparation. Usipoona ukame, andaa ukame upo. If you see the dryness is Lakini coming, just katikati prepare ya for it. ukame, wewe ni jani ambalo limesimama. In the middle of drying leaves, you Wewe are ni the leaves jani that ambalo leaves. linastawi. You are a leaf Wote that wanajiona mbona amekauka, mbona kila ardhi imekauka, hamna mvua. Lakini wanashangaa kwako. Walielaya, simo cha waliaele munu ama ngombo kwa mwali yangene bi. Yetwe enate wano ono simtao so manye fulana motewa wali. Bwana Yesu asifiwe. Watakushangaa nyumbani kwako mnatoka harufu, wanasema mbona hata nguruwe hatuzioni, wanashangaa wewe. they'll be surprised to see that your house have a smell coming through, not Yaani and not seeing wanapokuja kwa any. mbona hata picked ng'ombe out. zote zimekonda, wanakuta za kwako zimemea. You see Kwa how nini other cows are unangala, very skinny, wanakula, but when people look at your cows, they're wealthy. So ukimtegemea Mungu, elewa vitu hivi vitatembea na wewe katika maisha yako. So when you trust in God, understand all this will walk Lakini with you. usipomtegemea ujue upo kwenye hali ngumu. But when you don't trust in Him, just know that you Lakini have a jambo la difficult mwisho, life. hatuachi kuzaa matunda. And the last thing is that we don't stop being Mtu fruitful. anayemtegemea Mungu, anayeishi kwenye utii wa Mungu, The person that trusts in God and lives in Him, haachi
daa does matunda. not stop being Na fruitful. kama uyaona matunda ya kiroho, And if you don't, angalia matunda ya kimwili. if you don't see the fruitful Na ndio of maana heart, nimesema wengi tunabezi kwenye see matunda the ya physical kimwili. fruit. Hatujui thamani ya matunda ya kiroho ambayo Mungu ameyaweka ndani yetu. We don't see the importance of our fruitfulness Si hapo in kwenye Biblia, spiritual tunda life. za roho. Si hapo? Isn't there? Sasa unaishi ndani. So do you live in it? Kuna mtu anisomee pale. Someone read there for me. Mahali pameandikwa tunda la rohoni. Where it's written the fruit. Tuwaiwai dakika moja. Where is it? Dakika inataa isha. Mepaona? Kwa sababu hatutaacha kuzaa matunda watu wa Mungu. Because we won't stop being fruitful, child of God. Na lazima tuyaone matunda tulio nayo. And it's important that we must see the fruits Kwa that we sababu have. kama hatuelewi misingi ya haya matunda, Because if we don't understand the foundation of these fruits, hatutaweza kumjua Mungu we zaidi. won't know how to trust God. Kwa sababu kama Sincerely. tunaye roho anayetusaidia kuomba, Because if we have the ghost kama that give tunaye us, roho anayetusaidia kupeleka agenda, if we have the heart to give us yanaendaje agenda, bila wewe kujua thamani ya ulichokuwa nacho? how is it that you don't know the importance of the things that you have? Yaani ni lazima, It is important. ni lazima It is important uyajue haya ili yakusaidie. to know this so it will help you. Kuna mwangalie paona? Did somebody find it? Bwana Yesu asifiwe. Mimi nasema soma. Lakini tunda la Roho upendo, furaha, amani, uvumilivu, utu wema, fadhili, uaminifu. Amen. Simamia hapo. Usikae chini, simama. Unaona hapa wametanja tunda la Roho ni gari, ni nyumba, ni nini? Bwana Yesu asifiwe. Amen. Kwa sababu havipo kwenye jinsi ya kiroho, vipo kwenye jinsi ya kimwili. Lakini kama tunda la Roho, jambo la kwanza ni nini? But if the first is from the heart, Jambo la kwanza ni upendo. the first thing is love. Jambo la pili ni furaha. Second thing Umenuna is sana, joy hadi or furaha happiness. imegeuka. Jambo la tatu, Patience. Uko wapi? Jambo la nne, And the fourth, amani, uvumilivu. Ndio, ya tatu ilikuwa amani, ya nne Furaha uvumilivu. na amani ndio ya tatu. Bwana Yesu asifiwe. Amen. So ukisha apply hivi ninavyovizungumza hapa, vichukue viweke kwenye meza yako wakati unaenda kumsemeza Mungu. Viweke hapa. Alafu wewe ume mmoja wapo wa kuingia kwenye mtihani mbele ya wewe kumfungulia Bwana mlango. Maana nasema nabisha hodi, nabisha mlango, nabisha hodi. Atakaye nifungulia nitaingia na kukaa. I'm going to knock for those who are Unaviweka pembeni, unaanza exame. Take the things that I said, put it on the table. Mbele ya kumfungulia atakayesaisha nini? Mtihani. Before you open the door, he's going to ask And for a then test. unapomaliza mtihani, And when you finish the test, ukishajiona ndani, when you see na yourself kama in it, ujioni mtu wa Mungu, and if you see yourself in it, kimbilia toba kama mlango, run to the repentance like a ili door, umfungulie mlango. so you can open the door. Kwa sababu ukilikimbilia toba kama mlango, litamfungulia mlango wa kuingia. Bwana Yesu asifiwe. Praise God. Hallelujah. So hivi ni matokeo ya kumtegemea Mungu. Hatutaacha kuzaa matunda. Lazima uwe ni mtu unaozaa matunda. Acha nikupe baadhi ya mifano fulani tu. Let me give you a few examples. Tuangalie mifano baadhi ya watu waliomtegemea Mungu kwenye Biblia. Let's look at the biblical examples of those who trusted God. Tuangalie habari ya Bwana ya Ibrahimu. Tuangalie habari ya Ibrahimu. Let's look at the story of Abraham Na ahadi yake ya kumtegemea Mungu. and trusting in his promises.
Kumtegemea Mungu Trusting God katika ahadi. in His promise. Kumtegemea Mungu Trusting God katika ahadi. in His promises. Na hili utaenda kulisoma tu. And the Bible, Warumi 4 You can read- 18 hadi 21. you can go ahead and read Romans 4:18-21. Warumi 4 18 21. Romans chapter 4, chapter Unajua 18-21. Ibrahimu alimtegemea Mungu kinyume cha matumaini aliyoahidiwa kuwa baba wa mataifa mengi. Abraham believed in a hope against hope. Alimtegemea promised to Mungu be the kinyume father. na matarajio ya ahadi aliyopewa na Mungu. Unajua Mungu aliachilia matarajio kwake na ahadi. You know that God had released some instructions Lakini to Abraham. ukimwangalia Ibrahimu ndani yake aishi ndani ya ile ahadi. But if you look at Abraham, did not live Nazungumza in that kitu way. gani hapa? What am I talking Kwa about sababu here? alikuja kujikuta aliyoambia utakuwa baba wa mataifa mengi. When he was told that you will be father Alikuja of kujikuta nations, tayari ni mzee na kuaje baba. he found himself that he was already old. Jambo la pili akaja kujikuta na mke ni tasa. The second thing is his Sasa na wife was a kuaje barren. baba wa mataifa mengi. How am I gonna be the father of a lot of nations? Aliishi. He lives Kwenye ahadi ya kumwamini Mungu kinyume na matumaini. and believing God against his hope. Kwa sababu alivyokuwa na hatani wewe ukiambiwa lazima utakuwa na maswali aliyokuwa nayo Mungu. Because even if you were told that, you'll have questions. Utakuwa baba wa mataifa mengi. You'll be a father of a lot of Una miaka nations 80 na vitu. when you're already Una miaka 90. Na unaambia utakuwa baba wa mataifa mengi. Hata mtoto mmoja hauna. Lazima ya maswali utakuwa nayo. It's a must that you have all these questions. Na alikuwa nayo Ibrahimu. And Abraham did have all these Aliishi questions. ndani ya matumaini. He lived in hope, Lakini hakuelewa misingi ya Mungu. but did not understand the foundation of Jambo God. la pili mzigo aliyokuwa nalo. The second thing, the baggage that he had. Mkewe alikuwa tasa. His wife was a barren. Tumaini la kuzaa lilikuwa lipo au lilikuwa alipo? Lilikuwa alipo. Lakini hata kama Mungu alimwamuru ya kwamba utakuwa baba. Even God have told him that he will be the Lakini father. lazima ndani yake kama mimi niwe Ibrahimu nitakuwa na maswali kwa huyu Mungu. But inside of me, he had a lot of questions. Je, ananipima au? Is he testing me or? Bwana Yesu asifiwe. Praise God. Alafu katika utasa wake tena Mungu akaachilia bomu nyingine. And then in his barrenness, God released Akamwahidi another bomb. mtoto. And he told him that you have a child. Hello. Hello. Alimwahidi mtoto. Kwa moyo wangu kama Ibrahimu ningekuwa yeye, For ningesema my heart, me as haiwezekani. Abraham, I would have said that's impossible. Kwa sababu kwa jinsi ya mwenendo wa mwili haviendani. Because of the way the Kwa physical body jinsi is, ya it mwenendo doesn't wa go. dunia hii haviendani. In the earthly ways, it's Kwa impossible. taaluma ya dunia hii haviendani. Kwa mwenendo wa rohoni sioni kwa sababu muda wangu wa kufa umekaribia. Bwana Yesu asifiwe. Praise God. Bwana Yesu asifiwe. Praise God. So mwili ulijaa mashaka. There was a lot of questions and Mwili worries. ukajaa maumivu. The body was full of worries and pain. Mwili ulijaa hofu. The Mwili ukajaa kutokuelewa Mungu ni. The body was full of misunderstanding and not understanding God. Okay, twende kwenye hilo bomu. Okay, let's go to the same bomb. Kilichofanyika Mungu kampa mtoto. And then God gave him a child. Bwana Yesu asifiwe. Wewe unakijaribu, kuna wenzako wana majaribu ambayo hauwezi ukasema. Kinachofanyika Mungu kampa mtoto kwanza wa uzeeni. What was done, God gave him a child and he was Angalia old. babu anavyocheza na kijukuu chake. Just see how the grandpa is dancing Yaani with the vijukuu grandchild. vikiwa na babu havipendi kwenda kwa wazazi, vinaendaka kwa nani? Sasa babu azae kijukuu chake mwenyewe mtoto. Na anajua baada ya huyu hakuna mwingine ambaye nitakayepata, lakini ndani And he yangu knows nina after nini? this Nina one, I'm maagano. not having anything else. Mungu God. ukimtegemea lazima utastawi, utazaa matunda. When you trust in him, it's Angalia hawa important wana, that yani you will sasa have nikisoma na fruitful. kusikiaga furaha sana, ni mchezo ujue. Mungu mwenyewe akaenda sasa kwa sababu alijua moyo wake haukumwamini kile anachokisema. God himself went to him because Moyo he knows his wa heart. Ibrahimu alivyopata Because mtoto Abraham ulitoka did kwa not Mungu believe kamia kwa in him. mtoto. Nielewe. Mungu God aliona kwenye macho yake, saw into his akaona eyes. ndani ya Ibrahimu He hayuko saw tena. into Abraham that Abraham wasn't there. Amewekeza nguvu zote
yote kwa He put mtoto. all the strength into the child. Bwana Yesu asifiwe. Praise God. Alichokifanya Mungu ni nini? And that's- Aliona kwa sababu hatujamaliza Yesu What did hajazaliwa. God do? When Aliona bado safari ni ndefu. he saw that the journey was still long. Huyu bwana nikimwacha huyu hata mimi hata niabudu. If I leave him here, he won't Ulilia worship kuja me. Afrika, kuja Marekani, ukipata hela ukamwacha Mungu. Alijikuta mle ndani tu. He found himself Mungu inside. akamfuata tena kwenye kikao cha jioni. And then God followed him in the evening Eti meeting. bwana, mimi sipendi vikondo vyako, sipendi mali yako. I don't want your ships. I don't want your wealth. Nitoleye. Sadaka Offering. ya mwaka huu sio nyingine, nitoleye palipo moyo wako. I need the offering of this year, where your heart Unajua kwa is. nini Mungu alimwambia palipo moyo wako? You know what God told him, where your heart Kwa is. sababu ukiwa unamtolea Mungu na moyo wako haupo. Because if you unadanganya. give an offering where your heart is not there, you're lying. Akaenda kumpigilia msumari pale pale, anamwambia He went- nitolee He mwanawe. went and nailed the nail and asked for his Kwa son. Ibrahimu utaacha vyote. Anambia hii sio sauti, pengine ni milimani. I would have said this is not the voice, it's just a test. Moyo wake lazima ulifadhaika. It's a must that his Hebu heart was angalia really struggling. kilichofanyika. See what was done. Alivyoombwa na Mungu hakuiambia sadaka ya kwamba Bwana akakuhitaji. When he was asked by God, he did not tell the Kwa offering that sababu God moyo needs wake you. ulikuwa na vita na maamuzi ya kumbeba Because mtoto. the heart was also already Mungu struggling. akahamia kwa sadaka. God moved to the offering. Akamwambia baba tunaenda tena, Told kondoo them yuko that we're wapi? going. Where is the sheep? Yaani Mungu anamtumia yeye sadaka kumkumbusha kwamba usisahau kondoo. God Ndani was ya just Ibrahimu giving uko the wewe, offering, si tell him ndo don't forget the kondoo. sheep. Bwana Yesu asifiwe. Praise God. Kilichofanyika ni nini? What was done, it is. Moyo wake ulifadhaika. His heart was in pain and Alisahau worried. makusudi ya Mungu. He forgot the purpose of Akaona God. makusudi ya mtoto. And he saw the purpose of the child. Moyo wa kondoo ulikuwa tayari The heart of the sheep was kwenda kama ready, kawaida yao going just normal, ili waende wamtolee Mungu. so they can go and offer to him. Ndani yake akakusudia Inside him was wale worry. wote wafanyakazi akawaacha. He leaves all his workers. Akaenda na kondoo. Kondoo He anamuuliza, went kondoo with the- yuko wapi? with the Tutamkuta mbeleni. Bwana Yesu asifiwe. So unapomtegemea Mungu, So when you trust in God, haimaanishi umepita kwenye kipengele kiasi gani. it doesn't matter what levels you Mungu go through. atabaki kuwa Mungu. God will remain Yeye God. He habadiliki. doesn't change. Yeye He hatetemeshwi. doesn't move shaken. Akiwa upande wako atabaki upande If he's wako. on your side, he'll remain on your side. Akishasema nitolee, If lazima he utatoa. say, give me offering, it's a Pengine must that you weke moyo give. wako kuwa mgumu. Walipofika mahali pa kumtolea Mungu wakaweka kuni kila kitu. When they got at the Hebu place, jaribu kuchukua maumivu ya Ibrahimu mtoto wa uzeeni. Hebu jaribu kuchukua try placing maumivu. yourself in Abraham's Naamini hands. moyo wake ulivuvujika damu. I believe his heart was in Analia ndani, pain. anambia Bwana umenipa wewe tena umechukua. He said, God, you gave it to me, then you Yaani took it angekuwa away. ni wewe ungemwacha Mungu. If it was you, you would have lived God. Mchungaji akwambie Bwana kamtoe mtoto wako. If the pastor said, Mtajikuta niko give offering jela as a miaka child. 30 ameibiwa mtoto. Ndivyo alivyokuwa Ibrahimu ndani yake. Moyo wake uliumia. that's how Abraham was inside. Moyo His heart wake was in pain. ulifadhaika. He was worried. Bwana unanipaje hiki kitoheo cha uzeeni tena? God, how is it that you give my child in my old age and then you ask for it? Yafanyike. May your will be done. Kilichoniumiza sana sauti inayotoka ndani ya sadaka. What was hurt me is the voice Ilianza that comes from the kumwambia baba offering. sadaka iko wapi? And the offering Haikujua was kwamba asking, yeye where's ndiye the sadaka ya offering? kuteketezwa. Hebu mwangalie maisha ya Yesu msalabani. See the Wakati life of anakaribiwa kuuawa, ndani yake una vita, amwambia Bwana mimi siendi huko. Kwa sababu ninachokiona ni giza. Pengine kikombe hiki kinipite, maana mimi si wa ufalme huu. Mwili wangu haujazoea maumivu. My Ule baba body is not used to pain. Kilichofanyika ni kumtegemea And the Mungu. person says, Mungu it's not used, you need hakukuwa to na trust lengo in ya God. kutoa mtoto wake. God did not Mungu have, alipenda ageuze his purpose was mawazo not for yake ya him to take kumtegemea out his kids, mtoto it was for ihamie him kwa to Mungu. change. Ajua kwamba Mungu ana uwezo wa kukupa na kuchukua na kukupa tena. Who knows that God gives you the ability to give you and takes Tu kama away. naeleweka. I don't know if I'm understanding. Kondoo alikuwa anasubiri tu. The sheep was just sitting there Baadaye waiting. akaona amepandishwa kupanda huko akapanda. After seeing that he was already put on the woods, Anasubiri.
time, kwa sababu Mungu hakukuwa na lengo ya kulichukua lile. waiting, because God did not Lengo la have Mungu that. ilikuwa ni kugeuza akili ya His Ibrahimu. purpose was not to take the child, Hata but to change his nimekupa mind. huyu kwa uzeeni, Even if I give him in his old Nitabaki kuwa age, I will remain being God. tumaini. Unapomtumaini, Trusting, hata kama ni kikubwa kiasi gani, even if you're ukimtumaini trusting him, Mungu, it doesn't matter lazima how big atafanya it is. njia It is pasipokuwa na important njia. that he will do, Lazima atajimanifesti impossible. kama ni Mungu wako. he will definitely manifest that Kama he's your unatembea na God. zile tunda, If you're walking with those fruits, kama unatembea nazo, if you're walking with it. alivyoambia mwache mtoto wako angalia pembeni kwenye When he kichaka. was told, oh, leave your child, look on the side. Alivyotupa chini hivi akaona kitoto kizuri cha When he kondoo. looked on the side, he saw a baby sheep. Uwe Ibrahimu ungefanya. If you were Abraham, what would you have done? Mimi ningekuwa yeye nikasema yani Mungu ulikuwa unanicheza tu akili yangu. If I was him, I would have said, God, you're playing with my mind. Kumbe unanipenda tu nirudie. Na ndivyo alivyokuwa Mungu. Kuna wakati atakwambia. And that's how God is. There's a time that he will tell you and time he will show Sisi you. tunasubiri tuambiwe. Kuna wakati just kuna wait- vitu tunavipitia ndani. Mungu We anatuambia. wait for him to tell "Nyoka, us." nimechoka. Be straight and I'm tired. Lazima uelewe anazungumza kitu gani ili You must niende. understand what he's saying. You gotta understand. Usipoelewa hilo, If you don't understand that, utachinja mtoto wako kama sadaka. you will go kumbe sadaka ahead and ilikuwa. kill your child. Alirudi nyumbani anafurahi. He went back home, returned Maisha home happy, yakaendelea. and the life moves on. Siri ya kumtegemea Mungu, The secret of trusting lazima God. utastawi na utazaa matunda. Usipojua kumtegemea Mungu, If you don't know how to trust ni him, vigumu, it is hard. ni vigumu. It is hard. Kuna kamfano kengine najisikia moyo wangu unajisikia ukatoka. There's another example that I feel like giving you. Bwana Yesu asifiwe. Praise God. Kuna kengine kananiambia hapa kwa ajili ya Bwana Daudi. There's another one that told me about David. Biblia inaniambia The yule Bible, Bwana Goliath alikuwa ni jemedari mkubwa. the Bible told me about Goliath was Anajua someone big. kupigana hilo vita. He Kama was a- mtu ameitwa jemedari, alikuwa If somebody anajua. was called a warrior, then he knows. Anajua na ana mbinu za kupigana vita. He knows and knows how to fight war. Ana mbinu za kuingia mahali na anapigana. He knows how to get out of Si jambo nyepesi fields and askari fight. mmoja kutembea na ufalme wote kuogopa kurudia nyuma. It is not easy for one word to pass and the Siku rest zote of nasemaga pale ndo wanaume warriors or walikubali soldiers kuwa be wanawake scared. ujue. Kwa ajili ya kuogopa mtu huyu mlima ulio mbele yao. because of being scared of one thing, Yaani pale the mountain in front of them. walikubali kabisa. Mwanaume mmoja akawatambia, akawatukana, One person, one akawasema man, vingi. one Najua viko soldier. kwenye Samueli wa kwanza ule 17:44 ukiendelea pale. If we look, 1 Samuel 17:45, Mungu. Hata we're kama looking for mambo the ni foundation makubwa of trusting kiasi gani, God. It doesn't matter what the mountain is. lazima muone Mungu kwanza. You must see God first. Yanaweza yakawa magumu kwako, It might be hard for you. ukashindwa namna ya kutoka, You just don't know how to lakini get out bado of it. ipo tumaini tutembeayo nayo, kama there's also mti wenye another kustawi trust, uliopandwa kando kando ya mto, Just like a tree that was planted mazuri, in the water of steam. ambao hata mwaka wa ukame unakuja, lazima tutausawi na matunda. Even if Majani the yetu fire yatakauka. comes, it's definitely Lazima will be muone Mungu humo fruitful. ndani. You must see God in it. Haka kabwana historia yake kalikuwa si kawaida tu. This story of David, it was just a normal Alikuwa story. kawaida tu, yupo kwa ule analinda mifugo. He was just busy. Hasira itokanayo kwa his- jinsi ya kimungu When he was angry, ilimwamsha alipokuwa it woke him up where kuwa he na was. ujasiri. Na ndio maana neno letu linasema siri ya kumtegemea Mungu. And ni that's our chanzo word said, cha the maisha ya secret ushindi. of trusting God is the source Hasira of victory. ilimwamua ikamwambia no, haiwezekani. The anger woke him up and he said, no, there's no Hili way. haliwezekani. This cannot be possible. Hili haliwezekani. This can't be possible. Na haikuwezekana. And it was not Na possible. waliomzunguka hawakumuelewa. And everyone that surrounded Na him did wenye not mamlaka understand him. walimuona kama ni kakichaa. And those with power looked at Na him ndio like he maana was Biblia small. inasema alipewa na vitu vya kwenda kupigana akakataa. And if the Bible said he was Biblia giving inasema tools to go fight with, but he nimezungumza, utaenda refused. kusoma, mimi nachambua tu kama mwalimu. I'm just speaking. You can go home and read it. Bwana Yesu asifiwe. The Bible. Kuna watu walipopata approve There are people that been approved ya kwenda kupigana, to go fight. kilichoanza kufanyika ni kuanza kumsaidia kutengeneza silaha. What was done, it was free getting first the field. Mfalme alimpa silaha. Did the king give him? Si silaha.
si vitu vya kujikinga. Things that to protect yourself with. Walianza kutengeneza mazingira They start fixing the juu ya surroundings kukalinda, lakini imani yao ilikuwa so iko they ndani ya can Daudi. protect him, but their faith was not in Na ndio him. maana ndani yake anasema wewe umekuja na mipanga na mikuki na vingine vyote. That's why he said you come with swords and everything Ainisho else. kubwa kwamba mimi kama Daudi It doesn't mean me Na as in ufupi wangu hivi. David with my shortness. sitakuja kwa mkuki kwa vingine vyote. I won't come with the arrows and Bali everything else. nilichokuwa nacho ndicho nitakachokuja nacho. But what I have is what I'm going to Akasema come mimi with. ninakuja kwa jina la Bwana Mungu And he wangu. said, I'm coming in the name of Jesus. Yule amekuja kwa jina ya mafunzo na vyombo na The other namna person is anavyojua coming kupigana. with Lile jiwe sio lililomuua Goliath. the little rock is not what killed Mahali Goliath. aliposema nakuja na jina la Mungu wangu ndipo But now when alipomaliza he Goliath. says, I have come with the God, and that's what finished Tulisubiri tu Goliath. tukio la Goliath aanguke. It was just waiting for Lakini Goliath to Goliath fall. alipigwa wakati hajaanguka, But Goliath hajaonekana. was beaten before he was Vita seen. vilianzia The kiroho, fight vita started- vikahamia kimwili. Started in heart, then Aliyeshinda kiroho physically. baadaye kimwili For ndo those that vikaja went in kuonekana. heart, So then matokeo physically ya shows. ushindi And wa the result of kumtegemea Mungu victory kiroho of depending on yanakupa God. matokeo ya nje juu ya kisi Mungu alivyo kwetu. Hallelujah. Praise God. Walishangaa tu kibwana kimeanguka kule. They were surprised to see Goliath fail. Sasa wewe kuwa wale wanaume waliokimbia. And those that, if you were one of them people that ran away, Tarudi bwana, akaka bwana umefanyaje pale? you'll be asking him, how did he do Siku this? alikwambia sijafanya Mungu wangu katenda. And then he said, I didn't do it, Kwa my sababu God did mimi ni it. mti ambao Because I am a tree haitowezekana mimi kukauka. that I will not dry. Na ndiyo siri kuu ya vita vya kiroho. And that's the biggest secret of fighting Anayepigana it vita vya spiritually. kiroho, When you're fighting Hapigani spiritually, kwa jinsi ya mwili, not physically, anapigana kwa jinsi ya kiroho. but spiritually. Kwa sababu usipoweza kumjua Mungu unayetembea naye usiende kuingia kwenye vita. Because if you don't know the God that you serve, do not go in the battlefield. Lazima. Hii ni siri kubwa. It's Nimesema leo important. natoa This is the siri. biggest secret. Ninapomaanisha siri, I told natoa you this is a yaliyojificha. secret, and everything that was hidden. Ni siri ambayo imejificha humo ndani, mtu wa Mungu unatembea nayo na It's a hizo secret silaha. that's been hidden in there and you're walking with Sasa kwa nini it. wewe usitembee kwa jina la Mungu? So why is it that you're not walking in the name of your God? Hello. Hello. Bwana Yesu asifiwe. Praise God. Hallelujah. Praise God. Hilo lingine nimepita kwa sababu ya muda. The other one will pass because of our time. Siri kuu ya kumtegemea Mungu. The biggest thing, Lazima uelewe Mungu ni nani kwako. you must understand who God is to you. Elewa mapenzi ya Mungu. Understand his purpose. Mungu huleta ushindi God brings victory. zidi ya hali zozote zinazokukabili. Doesn't matter everything that goes. Usipokujua ushindi wa Mungu, If you don't know the victory ndio of maana God, unakata tamaa. that's why you run out Usikate of faith. tamaa. Don't cut hope. Kwa sababu ukikata tamaa bado Mungu yupo. Because if you don't have hope, but God's still Sasa there. kama dunia imetamka, Mungu hajatamka. Mchungaji alisema hapa wiki iliyopita hospitali, aliniambia muda mrefu sana. Last week, Eti the nimeenda pastor hospitali. said, I went to the Mungu ni mwema, hospital. ametuweka vizuri. Kupewa majibu akanipigia simu. Tukakutana. When he was giving Tena the huko results, kanisani. he called me Ameniambia, mchungaji, and we nimeenda talk about in hospitali, church. ameniambia nina kansa. I was told that I have prostate cancer. Lakini najisikia ndani yangu. But I feel inside Siamini me, matokeo ya I daktari. don't believe the results of doctors. Hii inaniambia nini? Inaniambia kwa sababu kama dunia imetamka, This is what tells me Mungu if the hajasema earth, jambo, lazima uwe God na has amani. not said, Lazima uwe na amani ndani yako, ujipe moyo mkuu. you Useme have to have nitashinda. faith. You got to give yourself, Jipe moyo mkuu, usema bado give nina yourself Mungu, bado namuona hope. Say, I tumaini still langu. have God. Jipe moyo mkuu ya kwamba bado nitapanda na nitashuka. Na nikikataa aliambia kwamba nitasimama kwenye If zamu I yangu ili refuse nione lile what the doctor says, I will atakalolitenda. stand what God has Sababu told me. moyo mkuu utokao kwa jinsi ya Mungu utakupa kwenye zamu. Eti nitasimama tu. I will Sawa, stand. nimesikia lakini bado nitasimama. Amen. Kwa sababu unajipa moyo mkuu. Because you're giving yourself Naamini faith Mungu and hope. I trust God. Aliyenitoa na kunivusha. I trust the God that I have. Hapa nitapita. I will definitely pass you. Naamini kama I trust that nilikula if I yote vya Misri, everything of lakini mystery, naliamini Kanani nitafika. but I believe that I will reach. Lakini
Yaani usiwe kama Musa, jiondoe. Mimi siwe kama Musa, Don't be maana like hasira Mo- don't be like isinipeleke. Moses, but Ili anger will not Kanani take me. ilifanyeje? Niingie. Musa alikuja na vyote, lakini hasira ifanyeje? Moses Nilimrudisha. came and Aliona the anger ile. resisted Waambie wakina Caleb na kina Joshua, najua waliingia mle na kishindo. Alafu Mungu ni mwema, anasema fanya kama alivyokuamuru Musa. Yakate ule mji kama ulivyoamuriwa. Yashike agano. Kwa nini? Kwa sababu na mahali na safari tunayotembea haimaanishi ya kwamba sisi The journey that we take, it doesn't mean that we're not God. inamaanisha ya kwamba anatembea na nani? Na It Mungu. means that I'm walking Sasa with kama mimi ni God. baba wa Mungu, napenda niwe kwenye If- sura ya if shetani, I'm the nitatembea God kwa sura ya Mungu wangu. Kwa sababu ndiye anayenipa manifest. I will Najua walk with the siri face of zake God ni because the nani one that kwangu. gives manifests. Jambo hitimisho. Nimalize tu. Hitimisho. Bwana Yesu asifiwe. Praise God. Sasa kama utazichukua siri hizi vinakuangalia. If you won't take these secrets, it's up to you. Na ndio maana Yesu aliambia wanafunzi wake, ukisoma Marko And ile that's why Jesus Mathayo told ile his students, 6:25 hadi 35. if you read the book of Matthew, Mama, Aliwaambia habari ya kumtegemea katika uhitaji. Na wasiwe na wasiwasi juu ya chakula wala mavazi. I tell the people not to be anxious or worried about the food or clothing. Wasijisumbue juu ya mahitaji. Tell them not to worry about Wasijisumbue juu ya jambo lolote. not to worry about anything. Kwa sababu aliwaambia hata ndege wa anga si Because wanakula it's walimi. even the birds eat without Hii planting inaniambia food. kwamba tumaini unaloliweka kwa Mungu This tells me the hope that you put in lazima God. likiwa kwako litatembea It's kwenye important that kila when nyumba it's in yako na you, kila it will kila work kona. in within your house. Umekata tamaa, lakini Mungu hajasema ukate tamaa. You have no hope, but God told you to Mungu keep the hajasema hope. ukate tamaa. God haven't said to cut hope. Biblia inasemaje? The Bible says, Biblia inasema hivi. Inasema bali utafuteni kwanza ufalme wake. but first seek the kingdom of God Ufalme wa Mungu na haki yake. and his righteousness. Na hayo yote mtazidishiwa. And all of these things you will be added Haimaanishi to ni you. kutafuta ufalme wa Mungu. But it doesn't mean seek first the kingdom of God. Yaani lazima tutafute ufalme wa Mungu. Seek the kingdom of God. Lazima utafute ufalme wa Mungu ndipo usimame kwenye haki You ya must Mungu na seek the baraka za kingdom Mungu. of God. Usipomjua Mungu ni vigumu. If you don't know God, it will be hard. So kumtegemea Mungu kwanza, uondoa wasiwasi To na trust in God first, you gotta remove the na worries kufungua kikamilifu katika siri. and to open the blessing within Na secrets. tena ni ufunguo wa baraka na And it's also malango. the opening of blessings. Bwana Yesu asifiwe. Praise God. Hitimisho.